na mpaka hata baada ya hija kuna mambo tunamwambia Mungu. Sasa haya tunayaona wapi? Haya mambo tunayaona kwenye familia. Haya mambo ya uaminifu tunayaona kwenye ndoa. Haya mambo ya uaminifu tunayaona kwenye jumuiya. Haya mambo ya uaminifu tunayaona kwenye kigango, kwenye parokia, kwenye jimbo na kwenye vikundi mbalimbali vyetu vya kiimani na vya kijasiriamali pia. Mtu akikosa uaminifu amevunja mipaka fulani ya wale watu waliokubaliana. Kwa hiyo na yeye ataleta kitu kinaitwa mtafaruku. Hapa uaminifu mtu anatakiwa asiuvunje hata kama kuwe na nini. Na tumesikia Paulo hata anafungwa, alishaahidi kwamba mimi nimegeuka toka Damasco. Wanafunga, wanafanya hivyo, haogopi gerezani, haogopi kwa sababu haijaisha mpaka iishe, na mpaka amekufa Roma haijaisha mpaka akamaliza. Ndugu zangu wapendwa, si rahisi kuwa mwaminifu mpaka mwisho kama unajiona kwamba uaminifu unataka ufanye mwenyewe. Kwenye familia, tunachukua kwenye familia, wanandoa wanakuwa waaminifu, si ndio? Na wanawaahidi watoto kwamba mwe waaminifu katika sheria za nyumbani. Na kwenye jumuiya vile vile, kama mpaka kanisa kama nimetoa mfano. Lakini katikati, baada ya kufunga ndoa, wale waliofunga ndoa mtashuhudia uaminifu unaweza ukapotea. Hata waliobatizwa wakati mwingine wanaweza kuvunja uaminifu katika sakramenti walizozipokea. Naweza sisi watawa tukavunja na uaminifu katika nadhiri tulizoziweka. Ahadi zetu za kipadre tunaweza teteresha. Sasa natoa tu mfano mmoja katika ndoa, kwamba hawa wapendanao wamependana na wakaahidi altareni. Mhudumu wa kanisa akawa shahidi, Mungu akatia sahihi kwa mikono yake. Sasa mmoja wao amepata vishawishi katika hilo uaminifu, vishawishi linakuja. Sasa ndio maana napenda kutumia topic ya leo kama uaminifu mpaka mwisho. Uaminifu wa mmoja alipata kishawishi, akawa na rafiki mwingine ambaye sasa sio huyu mke wake, alikuwa wa kiume. Sasa ina maana mwanaume ameanza kumpenda mke wake, na yuko siku moja ameenda kulewa, aliporudi akamwambia, mimi nimepata mke mpya, wewe sasa hivi sikupendi, hebu niambie, nipe hata namba yake nimsalimie huyo mke mwenzangu. Akamwambia, mimi mke wangu siku hizi bia bwana, yule ni mke ambaye nafungua mwenyewe tu, nikifungua pale ndio nimpendaye kwa sasa, kwa kila mara nitachelewa kurudi, usije ukadhani niko wapi, niko baa, napiga mkali au vya kawaida. Mke yule akaanza kusali. Akaja siku ya pili mume yule akarudia vile vile, ina maana jana hujanielewa? Kama umesemaje? Akamwambia, sasa nikwambie mke wangu, chukua kile upendacho huko ndani uende kwenu, mimi na wewe sasa hivi sikupendi tu. Uaminifu pale unaingiliwa tu na pombe, si ndio? Siku ya tatu akamwambia asubuhi, sasa unadhani jana niliondoka nimelewa? Sikulewa, niko serious. Sasa asubuhi nikiamka utaona niko fresh. Baada ya kuwa nikienda kazini, nikija nisikukute tena, nitakuja kukuchinja. Akaenda kweli na akamwambia, tena yaani nakuchinja kabisa na kutoa vilewili hapa hivi. Yule mke akaanza kweli kuwa na hofu, mbona anarudia sana maneno haya? Akakaa akasali, sitajua kwamba alisali novena ya Mtakatifu au Mtakatifu kadiri alivyokuwa ameguswa na ile hali, na mume wake anamwambia. Basi akasema, sasa hapa akirudi na ameniahidi vile, atakuwa mimi anataka kunidhuru, na ni kweli. Sasa niende wapi? Wakati mwingine alikuwa anasubiri aje amgongee ndio afungue. Sio akasema mimi sifunge, ndio nafungue. Akategesha mlango tu hivi akaweka. Wanaita Waswahili kugaza. Sasa jamaa alikunywa kweli, sio kwamba anajitoa daka kufika sole huduma. Alipofika alitoka huko mbali, akakimbia, kadhani mlango umefungwa ili aingie nao. Bado huyu hajakaa sawa. Sasa alivyoingia pale ilikuwa sakafu na mlango ulikuwa wazi. Alianguka na amelewa, aligonga kwenye sakafu. Sasa ule mtu alilala kwa makusanya, alikuwa na dawa za usingizi,
asione atakachofanyiwa, ili akija amkute tu ashasinzia. Sasa anasikia mtu analia, akamwambia amegonga kwenye sakafu, kutoka mume wake anatoka mapovu. Akafikiria neno la mwisho kuongea na mume wangu ni, akasema, akakumbuka, chukua upendacho upeleke kwenu na uondoke hapa. Mimi napenda nini humu ndani? Friji lipo, majiko yapo, vitanda vipo, nyumba ipo. What do I like? What do I love here inside my house? Akasema mimi napenda ndoa yangu. Ndoa yangu iko wapi? Kwa mume wangu. Akaitisha bajaji haraka, akambeba, akamweka. Yes,